Bana, mambo vipi mwana familia wa Hetnet Media? Ni wakati mwingine tunakutana hapa kuzitazama taarifa za michezo ambazo zimegonga vichwa vya habari sana, na sisi kazi yetu kuhakikisha kwamba tunakupa kila unachostahili mwana familia wa Hetnet Media ili uweze kujua ni nini kinachoendelea katika anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bana, moja kati ya taarifa kubwa ambayo sasa tumekuletea hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea ni kuhusiana na kuwepo kwa taarifa za bodi ya ligi kuziandikia barua vilabu vyote ambavyo vinashiriki ligi hiyo ya NBC Premier League kwamba wasiweze kugomea michezo iliyobaki na kwamba waweze kumalizia ligi yao kwa amani. Unajua haya yamekuja kutokana na kwamba vilabu ambavyo vinashiriki ligi kuu Tanzania bara wameweza kulalamikia kamati ya waamuzi ambayo inasimamia mashindano hayo ya NBC Premier League kwa maana ya ligi kuu, na kwamba tayari kamati hiyo ambayo ilikuwa inasimamia toka mwanzo imevunjwa na kuteuliwa kamati nyingine ambayo kamati nyingine ya waamuzi ambayo itahusika katika kusimamia sheria za mpira wa miguu hasa katika mechi hizi zilizobaki kwenye ligi kuu. Moja kati ya taarifa ambayo iliweza kutolewa jana na TFF kupitia mitandao yao ya kijamii, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Bwana Wallace Karia anaipongeza kamati mpya ya uendeshaji wa chama cha waamuzi wa mpira wa miguu Tanzania FLAT. Kamati hiyo inayoongozwa na mwenyekiti Emmanuel Chaula imechaguliwa katika uchaguzi uliofanyika leo kwenye ukumbi wa maktaba jijini Tanga. Rais Karia ameitaka kamati hiyo ya utendaji kuelekeza majukumu yake kwa weledi na imeahidi ushirikiano wa kutosha. Makamu mwenyekiti aliyechaguliwa katika uchaguzi huo ulioendeshwa na kamati ya uchaguzi ya FLAT nchini chini ya mwenyekiti wake George Banoba ni Michael Kasanga. Mwandishi wa habari za michezo Raheli Parangio amechaguliwa kuwa mjumbe wa mkutano mkuu wa TFF. Waliochaguliwa wengine katika wajumbe wa kamati ya uendeshaji wa FLAT ni Johnny Ndimbo na Mauridi Mwikalo. Moja kati ya taarifa ambayo imeweza kutolewa na TFF ni hii hapa, taarifa ya kuwepo kwa kubadilishwa kwa kamati ya waamuzi, na hii imetokana na kwamba kumekuwepo kwa malalamiko mengi juu ya waamuzi ambao wamekuwa wakiamua mechi za hivi karibuni, hasa kwa mechi za Simba ambazo zimekuwa zikilalamikiwa sana katika mechi ambazo katika mechi 5 ambazo amecheza Simba Sports Club zote zimekuwa na mkanganyiko mkubwa, lakini mechi ambayo ikileta gumzo sana ni mechi ya Singida Black Star dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia mechi ya Mashujaa dhidi ya Simba Sports Club, mechi ambayo ilikuwa na dakika za nyongeza dakika 15 lakini zikichezwa dakika 18 katika kipindi cha mwisho. Katika kipindi cha kwanza zikaongezwa dakika 7 zikachezwa dakika 12, na maamuzi ya hovyo ambayo yalitokana katika mchezo huo. Hasa watu wamekuwa wakilalamika sana mpaka pale TFF wakavunja kamati ya uendeshaji kwa maana ya kamati ya waamuzi na kuchagua kamati nyingine ambayo itasimamia mashindano haya katika wakati uliosalia. Bana, mara baada ya kutamatika kwa game ya Singida Black Star dhidi ya Simba na kuwepo kwa matukio ya hovyo kabisa yaliyoamriwa na mwamuzi Elisasari, basi tulijaribu kumpigia mwenyekiti wa kamati ya waamuzi kuhusiana na maamuzi yaliyotolewa na referee ambaye alikuwa akisimamia mchezo huo, lakini kitu ambacho tulichojibiwa ni kwamba kwanza tuliweza kuuliza ni kwa nini kwamba mwamuzi ameweza kubadilishwa tofauti na mwamuzi ambaye alikuwepo katika kalenda ya mchezo huo, lakini pia
ni kwa nini Elisa Sas amechezesha michezo miwili mfululizo kwa maana ya michezo ya Simba Sports Club, lakini majibu tuliyojibiwa ni kwamba kwa nini hamjauliza kwamba Kamala amecheza michezo miwili mfululizo, kwa nini mnauliza kuhusu mwamuzi? Kwa hiyo majibu hayo yakatukatisha tamaa kabisa, kutokana na kwamba mwenyekiti wa kamati ya waamuzi anaweza kukujibu hivyo. Kwa hiyo ni maamuzi ya ni majibu ambayo huwezi ukaendelea kuhoji kwamba ni nini kilichotokea katika mchezo huo, ila wadau wengi wa michezo wamekuwa wakizungumza kwamba tunahitaji kuwa na waamuzi wenye mfano wa Ahmed Arajiga. Ikumbuke kwamba Ahmed Arajiga ni mwamuzi ambaye ana beji ya FIFA, lakini pia anakubalika sana katika mashindano ya CAF, na sasa amealikwa kwenda huko Misri, katika mji wa Cairo Misri, huko ambako atakwenda kufanya semina ya michezo ya chani pamoja na AFCON katika mashindano ya CAF makubwa kabisa yanayotegemewa kutimua vumbi hivi karibuni. Moja kati ya vitu ambavyo vinaendelea kuhappen na vitu ambavyo vinaendelea kutrend sana, na sasa tukasema tukuletee ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Lakini hapa vuguvugu la dabi ya Kariakoo liko pale pale. Bana, naweza nikasema kwamba moto umewaka tena kwa mara nyingine. Moto ni mkubwa mno ambao umewaka kwa maana ya dabi hiyo ambayo inatajwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6, lakini Young Africans wao wamesema hawaamini kama mchezo huo utakuwepo, na mpaka pale ambapo watakapopewa ufafanuzi juu ya kuahirishwa kwa mchezo wa kwanza, na wao hawana imani kabisa na bodi ya ligi. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo imekuwa ikisambaa sana katika mitandao ya kijamii, na sasa tukasema tukuletee hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo kwa wakati kama huu, ambapo vuguvugu hili la dabi ya Kariakoo limekuwa likizua sura mpya siku hadi siku. Bwana Wallace Karia na bodi yake ya ligi kupitia kwa mwenyekiti wake Stephen Mguto na katibu mkuu wa bodi hiyo Bwana Almas Kasongo, bado jasho linawafukuta na wanajiuliza ni nini kifanyike kuelekea kwa mchezo huo. Mpaka sasa Young Africans msimamo wao ni ule ule, zikiwa zimebaki siku 14 pekee kuelekea kwa mchezo huo. Young Africans hawajazungumza kitu chochote, licha ya kwamba uwanja wa mchezo huo tayari umeshatambulishwa na serikali, kitu ambacho kimekuwa kikiibua maswali mengi sana katika mitandao ya kijamii kwamba ni kwa nini serikali wametangaza uwanja wa Benjamin Mkapa ndio utakuwa uwanja utakaohodhi mashindano hayo na mchezo huo wa Young Africans dhidi ya Simba. Kwa nini bodi ya ligi ambao wenye dhamana ya kutangaza mchezo huo, kwa nini wasingeweza kutangaza wao mpaka serikali iweze kutangaza vitu kama hivyo ambavyo ni kinyume kabisa cha utaratibu na sheria ambazo za FIFA na CAF ambazo zimewekwa kwamba kiongozi yoyote wa serikali ama serikali kuingilia katika maamuzi ya mpira wa miguu ni vitu ambavyo havikubaliki kabisa. Na hiyo iliweza kutolewa na waziri wa habari alipokuwa akiulizwa mustakabali juu ya dabi ya Kariakoo na nini kilichotokea. Yeye aliweza kusema kwamba serikali haina mamlaka ya kuzungumzia michezo na wala haina mamlaka ya kuingilia michezo. Zaidi sana kuna mamlaka ambazo zinasimamia michezo kwa maana ya bodi ya ligi na TFF, wao ndio wenye mamlaka ya kuzungumza hayo. Lakini pia bwana Wallace Karia kuonekana kwamba jamaa huyu ni kama ameshindwa kulingamua hili ama kutoa tafasiri ya mchezo huu na kilichotokea. Aliweza kuulizwa kuhusiana na ripoti ya uchunguzi ambayo walisema wataitoa juu ya kile kilichodaiwa kwamba viongozi na walinzi wa klabu ya Young Africans waliwazuia Simba kwenda kufanya mazoezi katika mchezo huo, lakini alichoweza kuzungumza kwamba yeye hawezi kutoa ripoti ya uchunguzi kwa sababu Yanga walienda kasi. Yaani unaona kabisa kwamba kuna vitu ambavyo vinaendelea kwa maana kuna vitu vinavyoendelea ambavyo sio vya kawaida kabisa kwa maana ya bodi ya ligi na TFF juu ya
sakata hili ambalo linaendelea ambalo linaendelea kuzua sulam kia siku hadi siku. Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Bwana Wallace Karia ndo mwenye mamlaka ya kuzungumza na kutoa na kukemea vitendo viovu ambavyo vinaendelea kutokea katika soka letu la Tanzania, lakini zaidi sana yeye ndo amekuwa ni mtu ambaye akikumbatia madudu ambayo yanatokea katika mpira wetu wa Tanzania. Lakini kuna baadhi ya watu wanaendelea kusema Wallace Karia ni rais ambaye anahitaji kulifikisha soka letu la Tanzania katika nchi ya ahadi, hali ya kuwa ameshindwa kung'amua ameshindwa kutatua mgogoro na mzozo uliopo kati ya Simba na Yanga na bodi ya ligi ambayo inasimamia mashindano hayo. Yeye kama baba wa mpira Tanzania ameshindwa kulitolea ufafanuzi hilo na kulitolea suluhisho jambo kama hilo ambalo lilikuwa ni dogo kabisa kwa maana ya maamuzi yake. Watu wamekuwa kihoji kwamba ni nini sasa kitakachoendelea kuhusiana na mchezo huu, ama kama Young Africans atashindwa kwenda atashindwa kupeleka timu katika mchezo huu, nini kitakachokuja kutokea na nini sheria gani zitakuja kufuatwa katika issue hii. Hasa watu wamekuwa wakicomment na kuuliza kwamba sasa hivi bodi ya ligi wamekuwa wakitumia nguvu kubwa katika kumshawishi na kumtaka Young Africans apeleke timu uwanjani. Kwa nini hizo nguvu wanazozitumia sasa hivi hawakuzitumia wakati ule ambapo Simba aligoma kupeleka timu uwanjani? Bana, hebu shusha comment yako hapo, mimi nitakuja kupita nayo katika update zijazo ili kuhakikisha kwamba tunapatana kwa uzuri kabisa, wewe mwanafamilia wa H-Nut Media. Langu jina ni Dio, tukutane katika update zijazo. Bye bye.